Tunamshukuru Mungu Mwenyezi kwa ajili ya siku nyingine tena. Tunasema asante kwa uwezo na baraka zako. Asante kwa huruma zako. Asante pia kwa upendo wako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atujaze nguvu kwenye mioyo yetu, kwenye masikio yetu, kwenye akili zetu. Tupate kusikia neno lako takatifu nalotufundisha katika siku ya leo. Yote tunayakabidhi mikononi mwako tunapoanza mpaka tutakapomaliza katika maombi na katika mahubiri pia. Tunaomba wewe pamoja nasi ukaturinde, tuongoze kwa nguvu yako. Tunaomba hayo yote ni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mungu awabariki sana wale wote ambao mnaendelea kuingia katika live za kila siku. Kwa hivyo basi leo tutaanza na mada rasmi na mada kubwa ambayo inasema kuhusiana na kujikana nafsi. Kujikana nafsi yako mwenyewe. Yesu Kristo alizungumza wazi kabisa kuhusiana na kumfuata. Kwa maana alizungumza wazi namna ya kujikana nafsi yako, alizungumza wazi kuhusu kuikana nafsi yako ili kuhakikisha unamfuata, yani kutengeneza ufuasi wako kwake Yesu Kristo. Mazingira ambayo kila siku yanatukuta kwenye maisha yanaweza yakatufanya sisi tukashindwa kumfuata Yesu Kristo. Kujikana nafsi zetu sisi kumfuata yeye. Kitu hiki kinaweza kupelekea zaidi kuacha kumtafuta Mungu na kuto kumfuata Yesu Kristo. Kwa hivyo katika siku ya leo tutajifunza namna ya kumfuata Yesu Kristo na kujikana nafsi zetu wenyewe ili kuhakikisha tunamfuata yule Yesu Kristo. Tukisoma katika yule Luka 9:23 anasema, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane nafsi yake, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kila siku anifuate. Yesu Kristo aliweka wazi zaidi kuhusiana na gharama za kumfuata Yesu Kristo. Kumfuata yeye kuna gharama. Gharama kubwa. Kama mtu anayetaka kuanza ujenzi ni lazima ahesabu gharama, matofali, ahesabu mbao, ahesabu simenti, ahesabu kulipa wafanyakazi, ahesabu gharama za maji yatakayotumika, ahesabu bati, mpaka kila kitu. Kwa hivyo basi hata pia kumfuata Yesu Kristo kuna hitaji kujua gharama utakazozitumia ili kuweza kumfuata yeye. Yaani ufuasi ni gharama. Kwa hivyo kama unataka kumfuata Yesu Kristo, hakikisha kabisa umejikana nafsi yako, beba msalaba wako kila siku kwenye maisha yako kumfuata Yesu Kristo. Kuna maana halisi ya kujikana. Maana halisi ya kujikana. Yapo mambo mengi ambayo tunaweza tukawa tunayafanya kwenye maisha tukadhani kuwa bado tunamfuata Yesu. Kumbe kuna vitu fulani tunavikosea. Maisha ya kuacha dhambi yanaonyesha dhahiri kuwa wewe unamfuata Yesu Kristo. Maisha ya kujikana, kuacha vile vyote ambavyo huenda kilikuwa kinakusababishia wewe kutokumfuata yeye. Huenda labda ni kazi ngumu ambayo huenda ikakupelekea wewe kutokumfuata. Huenda kuna changamoto kubwa fulani ambazo ulikuwa umeziona kwenye maisha yako, hakika zikakupelekea kutokumfuata Yesu Kristo. Maana halisi ya kujikana ni kuyafuata mapenzi ya Mungu. Kufuata mapenzi ya Mungu yale ambayo yatakusaidia wewe kusogea kwenye hatua moja baada ya nyingine katika ufuasi wako wa kumfuata Yesu Kristo. Lakini zaidi sana upo tukisoma katika Wagalatia ile 5 mstari wa 24 pale anaposema, kwa maana walio wa Kristo wameusulubisha mwili pamoja na tamaa na ashiki zake. Nisikilize vizuri. Ukimfuata Yesu Kristo manake umeyasulubisha mambo yote ya hii dunia, ya kidunia yote ambayo ni mabaya yanayokusababishia kutokumfuata Yesu Kristo. Pamoja na tamaa zake, pamoja na shida zake zote, pamoja na fahari zake zote za hii dunia. Yesu Kristo alipokuwa katika mfungo wake, Shetani alimwelekeza akamwambia kwamba nitakupa vyote hivi, lakini inama chini unisujudie. Lakini Yesu alimwambia ukweli kwamba
Anayepaswa kuabudiwa ni Mungu yule mmoja peke yake. Kwa hivyo basi sisi sote tunapaswa kumfuata Yesu Kristo pekee, ambaye ndiye njia ya kweli na uzima kwetu. Ufuasi wako ndiko kujikana kwako. Ile tamaa ya mwili ukiondoa kwenye maisha yako, shida mbalimbali na dhambi mbalimbali ambazo zilikuwa zinakusababisha kuto kumfuata Yesu Kristo, basi ukiziacha hizo na ukazisurubisha hizo, basi jua kabisa umemfuata Yesu Kristo. Wewe ni mfuasi wake na umebeba msalaba wa hayo mambo mabaya ambayo yalikuwa yanakuzuia kumfuata. Basi ni lazima umfuate katika jina la Yesu Kristo. Kwa nini tunajikana nafsi zetu? Kwa nini tujikane nafsi zetu? Labda wewe unajiuliza hata hapo, hivi ni kwa nini? Kwa nini mimi nijikane nafsi yangu kwa ajili tu ya kumfuata Yesu Kristo? Ama kuna kitu gani kingine cha ziada ambacho labda nikijikana nitakipata faida? Nafsi siku zote inapenda starehe. Nataka nikwambie, mwili unapenda anasa, nafsi inapenda sherehe, inapenda starehe mbalimbali. Unapokuwa katika hali ya kuondokana na hivi vyote ambavyo vinausurubisha ule mwili, vinasurubisha ile nafsi yako, kwamba okay, hivi vitu mimi ni vibaya kwangu. Ndiyo tafasiri ya kwa nini tunamfuata Yesu Kristo. Kwa nini tunajikana? Kwa sababu hatutaki hivi vitu vikae ndani ya maisha yetu, vikae kwenye moyo wetu, vikae ndani ya maisha yetu. Sisi hivi vitu hatuhitaji. Unapotengeneza mazingira mazuri ya roho yako kuendelea kupandikiza nafsi ya kumfuata Yesu Kristo, ndivyo ambavyo moyo wako kila inapoitwa leo utamfuata, kwa sababu umeshajikana nafsi yako. Tukisoma katika ile Petro wa kwanza sura ile ya kwanza ule mstari wa 6, anasema, maana sasa kwa muda mfupi kama yafaa mmehuzunishwa kwa majaribu mbalimbali. Shida zote, changamoto, majaribu mbalimbali, yote yale yalikuwa yanakutengeneza wewe kuikana nafsi yako, kuacha mambo yote ambayo yatakusababisha kuto kumfuata Yesu Kristo. Leo hii unaalikwa kuhakikisha kabisa unajikana nafsi yako. Beba msalaba wako ili umfuate huyu Yesu. Ijue gharama ya kumfuata Yesu Kristo. Usipojua, hautaweza kujua hata namna ya kuomba, hautaweza kujua hata namna ya kusali vizuri, hautaweza kujua namna ya kutoa sadaka kwa Mungu, hautaweza kujua namna ya kuishi utakatifu, hautaweza kujua. Lakini ukijikana nafsi yako, basi utasogea kwenye maisha yako. Kujikana nafsi ni maumivu, lakini ni maumivu ambayo yanaleta baraka. Yaani kuacha mambo yote ambayo unaona kabisa yalikuwa ni ya msingi sana kwenye maisha yako, lakini yalikuwa ukinzani katika kumfuata Yesu Kristo, kiukweli ni maumivu. Inawezekana kwa sababu mwili ulikuwa tayari umeshakwisha kuzoea. Akili ilikuwa tayari imeshakwisha kuzoea hiki kitu ni lazima nikifanye. Lakini unapoikana nafsi yako, unavyoujikana ile nafsi yako, basi unatengeneza ule ufuasi wa kumfuata Yesu Kristo vizuri. Biblia inasema katika ile Waebrania 12 ule mstari wa 2, anasema, kwa sababu ya furaha iliyokuwa mbele yake alivumilia msalaba. Kuacha dhambi, jua kabisa unamfuata Yesu Kristo. Kuvumilia mateso na haki mbalimbali, basi unahakikisha unamfuata yule Yesu Kristo. Kukaa ukimya wakati fulani kuna kutengeneza wewe, ijapokuwa inaweza ikakugharimu kwenye maisha yako, lakini unatengeneza ufuasi. Una maumivu, unapata maumivu, lakini bado wewe unaendelea kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Unautafuta ule ufuasi. Hizo ndio gharama zake za ufuasi wa kumfuata Yesu Kristo. Nisikilize mpenzi mtazamaji. Kwa namna nyingine tunasema baraka zilizofichwa kwenye maumivu ni nyingi mno. Nisikilize. Baraka ambazo zimefichwa kwenye maumivu ambayo utayapitia baada ya kukana dhambi, kujikana nafsi yako, kuvumilia kwenye maisha yako,
kukaa ukimya kwa wakati fulani inawezekana ikakugharimu. Yote hayo yana faida kwenye maisha yako, yana faida kwenye nafsi yako na roho yako, yana faida mno. Zipo faida mbalimbali ambazo tunaweza tukazisoma hapa ili kuweza kukusaidia wewe kuendelea kuishi vizuri. Faida namba moja ni nguvu ya kiroho unaendelea kuipokea. Hii sina haja hata kurudia sana, kwa sababu baadhi ya video mbalimbali nimeweza kuzizungumza tena sana. Nimesema kuna nguvu ya kiroho inaendelea kuongezeka ukiendelea kukana ile dhambi, kukana nafsi yako na kubeba msalaba wako, unaendelea kuongeza nguvu ya kiroho. Lakini pia mamlaka ya kimungu unaendelea kupokea. Unaendelea kupokea mamlaka mbalimbali ambazo tumepewa na huyu Mungu, kama ile ambayo tunaisoma katika ile Luka 10:19 pale anaposema mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka, basi ametupatia sisi, na hata tukila vile vitu vya kufisha havitaweza kutufanya kutuzuru. Kwa hivyo basi mamlaka ile ya kimungu unaendelea kuipokea, lakini tunaendelea kupokea unyenyekevu wa kimungu ule wa kweli. Tunaendelea kupata unyenyekevu, unaendelea kuupata kila inapoitwa leo, kwa sababu umejikana nafsi yako, umejikana, umeubeba ule msalaba wako. Sababu nyingine tunaweza tukasema, au faida ya kupata hayo maumivu kwenye maisha yako, unaendelea kuwa na ukaribu wa kina na ule Mungu. Nimezungumza sana haya mambo, sitaki hata kuyarudia, lakini tunayarudia kwa sababu tunahitaji wewe hapo usogee kiimani, usogee kiroho. Utakapokuwa umejikana nafsi yako, basi jua kabisa unaongeza ukaribu kati yako wewe na Mungu. Unaongeza ule ukaribu kati yako wewe na Yesu Kristo aliyekukomboa. Inawezekana nikaongea sana, lakini siku ya leo ninapenda kuongea na mtu hapa. Jikane nafsi yako, usogee kwenye maisha yako, upate kumsikiliza huyu Mungu, naye atakusaidia kwenye maisha yako. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa zawadi ya afya, asante kwa ajili ya neno lako pia takatifu. Umetufumbua masikio yetu ya kiroho, umetufumbulia pia moyo wetu ule wa nyama, ukaondoa moyo wa jiwe. Umetufanya sisi tusikilize neno lako, Bwana. Umetuambia ya kwamba tujikane nafsi zetu, tuhesabu gharama za kukufuata wewe Yesu Kristo. Ninaomba katika huruma yako utujaze nguvu ya kuendelea siku kwa siku kuzikana nafsi zetu ili kukufuata wewe uliye Bwana na Mwokozi wetu. Siku zote za maisha yetu tujikane, tukufuate wewe. Ufuasi wetu uwe katika jina lako Yesu Kristo. Ni wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ninaomba kila rehema na kila rehema ya maombi kuendelea katika maisha yetu. Nguvu ya kiroho ikaendelea kuimarika, nguvu ya maombi ikaendelea kuimarika, kuendelea kuwa na unyenyekevu zaidi kwenye maisha yetu, baada ya kuzikana nafsi zetu na kukufuata wewe Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Ukaendelea kuwa Bwana na Mwokozi wetu kwenye maisha yetu, ukaendelea kutusogelea karibu, Bwana, maana wewe Mungu upo karibu sana kuliko vile tunavyozani. Ni katika jina la Yesu Kristo ninakemea maovu yote, ninakemea mabaya yote, ninakemea kutokujikana. Inahitajika tukufuate wewe Yesu Kristo ambaye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ni wewe Mungu uliye mtakatifu ambaye kila wakati unataka sisi watoto wako tukujilie, tupaingie patakatifu kwa ile damu ya Yesu Kristo. Ninakemea madhabahu zote za kipepo na za kijini ambazo zinaingia katika nafsi za watu na kuzuia Roho Mtakatifu akashindwa kufanya hawa watu wakasogea kiimani, wakasogea kiroho. Ninaomba yote ni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Uendelee kufuatilia katika channel hii ya Amedeo Mkatoliki TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kesho pia tuko hapa saa 3 kamili. Mungu na akubariki.